Kwanza nachukua fursa hii kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tukiwa katika siku tukufu ya leo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kwamba ni mwezi ambao una matukio maalum yanaweza kutendeka, na matukio haya yanatuhusu sote kama Waislamu kuweza kuyaangazia na vile vile kuweza kuyasoma na kuyatilia maanani katika maisha yetu. Miongoni mwa tukio ni tukio la alimamu wetu wa kwanza Imam Ali bin Abi Talib kuweza kupitia hali ngumu katika maisha yake, hasa katika kipindi hiki cha usiku wa 19 wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika Qur'ani, Suratul Baqara, sura ya 2 aya ya 207, anatuambia baada audhu billahi minash shaitani rajim, wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtighaa mardhati llahi wallahu raufun bil ibadi. Na vile vile katika Suratul Tauba sura ya 9 aya ya 111, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile anatuambia, inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna. Tutatosheka na hizo aya mbili kwanza na tuweze kutabaruku na hizo ili tuweze kufahamu Mwenyezi Mungu anazungumzia nini kuhusu aya hizi. Katika aya ya kwanza Mwenyezi Mungu anasema, na katika watu yupo anayejitolea nafsi yake kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake. Wanadamu kila mmoja anakuwa ni mwenye matarajio kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu waliweza kujitolea mali kwa ajili ya kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano mzuri ni mama yetu Bibi Khadija, ameweza kutumia mali yake kwa kuhakikisha kwamba anaweza kuusimamisha Uislamu kipindi ambacho Waislamu walikuwa wanapitia hali ngumu, walikuwa Waislamu wametengwa, wanapigwa vita, lakini mama huyo hakuona kwamba kutumia mali yake basi inaweza kumsababishia yeye kuweza kuwa maskini, bali aliamua kuweza kutumia mali yake kuhakikisha kwamba dini ya Mwenyezi Mungu imeweza kusimama. Na kuna watu hawakuwa na mali, lakini kuna kiumbe muhimu katika mwili wa mwanadamu ambacho Mwenyezi Mungu amekupatia, ambacho hiki kuna ambaye ameweza kukitumia kuhakikisha kwamba anasimamisha nini? Dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kutaka radhi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kwamba kuna watu ambao wamejitolea nafsi zao
amejitolea aweze kuuawa kwa sababu ya kuipigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tunapoangalia zaidi aya hii, wanazuoni wengi wameweza kuitafsiri aya hii na kuweza kuinasibisha na imamu wetu wa kwanza, Imamu Ali bin Abi Talib alayhi salam, salawati. Kwa nini aya hii inasibishwa na Imamu Ali? Ni kwamba tukirudi katika historia, kipindi ambacho mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anapambana kuweza kufikisha dini ya Mwenyezi Mungu kwa watu wote, lakini akawa anapigwa vita sana, ikafikia mahali kwamba watu waweze kupanga njama ya kuweza kumuua nani? Mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa sababu mtume alikuwa na ulinzi wa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjulisha mtume kwamba aweze kuondoka ili asiweze kuuawa. Na katika kuondoka kwake mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Imamu Ali bin Abi Talib aweze kulala kitanda chake, kwa sababu yeye anaondoka na kwa rasilimali ambazo amemwachia kuweza kuwafikishia wenyewe. Kwa hiyo Imamu Ali bin Abi Talib, kitu cha kwanza alimuuliza mtume, je, huko nakokwenda wewe uko salama? Kama wataka mimi nilae kitandani kwako, je, unapoenda wewe utakuwa salama? Hii ikimaanisha kwamba Imamu Ali kwanza, cha kwanza alikuwa ni kumhami mtume, hakikishe kwamba mtume mahali alipo yuko salama. Ndio furaha ya Imamu Ali, jinsi alivyokuwa akiishi na mtume. Kwa hivyo mtume akamwambia, usiwe na wasiwasi, lala hapa kwangu, mimi wacha niondoke. Basi usiku huo ni kwamba wakaja vijana kutoka makabila tofauti tofauti, vijana takriban 40 ili kuja kumwangamiza mtume. Wasijue kwamba mtume alikuwa amefikishiwa wahi na Mwenyezi Mungu na amesafiri, ameshaondoka. Basi walipoingia nyumbani kwa mtume wakitaka kutekeleza mauaji, walipoangalia aliyelala kwenye kitanda ni Imamu Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Imamu Ali hakuweza kuogopa kwamba hawa jamaa wakija, wasipoangalia wakadhania tu aliye hapa ni mtume, basi moja kwa moja wataniua. Hilo Imamu Ali hakuliangalia, bali aliangalia zaidi usalama wa mtume mahali anaenda. Kwa hivyo ni aya ambayo inamhusu moja kwa moja Imamu Ali alayhi salam, kwa sababu alijitolea nafsi yake kuhakikisha kwamba anaweza kumhami mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika aya ya Suratul Tauba Mwenyezi Mungu anasema kwamba hakika Mwenyezi Mungu amenunua kutoka kwa waumini nafsi zao na mali zao kwa kuwa watapata pepo. Biashara zote ambazo watu wanafanya, kwamba mtu akifanya biashara mwisho wa siku anataka apate faida, na hivyo ndivyo biashara ilivyo. Unapoamua kufanya biashara yoyote, mwisho wa siku unatafuta faida ili uweze kujiendeleza. Sasa biashara yetu sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
faida yake ni tofauti na biashara ambayo tunaifanya na watu wengine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananunua nini? Hanunui ile mali unayouza wewe, ananunua ile nafsi yako, ananunua nafsi yako. Kwa hivyo ukiwa uko tayari wewe kufanya biashara na Mwenyezi Mungu, basi biashara yako unahakikisha kwamba ni kuuza nafsi yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hana biashara ya chapati, Mwenyezi Mungu hana biashara ya vitumbua, hana biashara ya nguo. Biashara yako kwako wewe ni nafsi yako. Umpatie nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kuna watu walitumia fursa hiyo kuhakikisha kwamba wako tayari kuweza kuangamiza nafsi zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wengine wakatoa na mali zao kama nilivyomtaja Bibi Khadija hapo awali. Mwisho wa siku faida hapa ni nini? Ni watapata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi sote tukiwa katika ulimwengu huu tunafanya ibada, tunafanya maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho wa siku tuna imani kwamba Mwenyezi Mungu kwa rehema zake anatujalia nini? Pepo yake. Lakini hapa ameweka uwanja wazi kwamba njia rahisi ya kuweza kuipata pepo basi ni kuweza kufanya biashara, na ni biashara ya kuweza kumuuzia Mwenyezi Mungu nafsi yako na mali yako ambayo uko nayo kwa ajili ya kuutetea Uislamu. Kwa hivyo aya hii pia vile vile imeweza kumhusu al-Imam Ali bin Abi Talib, kwa sababu hakuna mwanamume ama kiongozi baada ya Mtume aliyetumia muda wake mwingi kupigana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba dini ya Mwenyezi Mungu imesimama, kuhakikisha kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko salama. Hakuna isipokuwa ni nani? Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam. Kuna vita vingi ambavyo Imam ameweza kupigana, lakini vita hivyo vyote alikuwa ni kuhakikisha kwamba anasimamisha Uislamu. Hata katika kipindi ambacho watu wote wanaogopa kuingia katika uwanja, wakati wa mapambano ya Amr bin Abdiwud, hakuna mtu alitamani kupambana na yeye isipokuwa ni nani? Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam. Mtume alipeana fursa, nani yuko tayari kuweza kupata pepo, lakini pepo ni kupigana na nani? Amr bin Abdiwud. Kila mmoja akawa anaangalia chini. Imam Ali akasema mimi niko tayari. Akapeana fursa ya pili, kila mmoja anaangalia chini. Imam Ali akasema niko tayari. Mpaka nafasi ya tatu Mtume akamwombea dua Imam, akamwambia nimekupa fursa uweze kupambana na Amr bin Abdiwud. Vita ambavyo vilikuwa ni vikubwa, kulikuwa na vumbi ambalo lilikuwa huwezi kuona kinachoendelea katikati yao ni nini, lakini mwisho wa siku kwa sababu ya ushujaa wake Imam aliweza kumuua Amr bin Abdiwud. Na kuna hadithi maarufu inasema kwamba lau si mali ya Bibi Khadija na upanga wa Imam Ali, basi Uislamu haungesimama. Na ilikuwa inakusudiwa hapa alipopambana Imam Ali na Amr bin Abdiwud. Kwa hivyo leo ukiwa ni usiku wa 19, ni usiku ambao imamu wetu aliweza kujeruhiwa
tukio ambalo lilifanyika katika mwaka wa 40 wa Hijiria, akiwa ndani ya msikiti. Kinidhamu ni kwamba msikiti ni mahali salama, ni mahali ambapo hapafai kuweza kumwaga damu, ni mahali ambapo hata mhalifu akiingia msikitini hakuna idhini ya faini ya kuweza kumdhuru ndani ya msikiti, kwa sababu aingia mahali salama. Lakini ukiangalia katika tukio hili ni kwamba Imamu Ali alayhi salam aliweza kujeruhiwa ndani ya msikiti, tena akiweza kutekeleza ibada ya swala. Ndiye kiongozi ambaye vile vile ameweza kujeruhiwa katika msikiti akifanya ibada. Inasimuliwa kwamba siku hiyo Imamu Ali alayhi salam aliweza kufika msikitini alfajiri kama kawaida yake kuweza kuongoza ibada ya swala. Alipoingia ndani ya msikiti akakutana na mtu amelala. Lakini amelala vipi? Amelala kifudifudi, yaani amelala kwa tumbo lake, kwa sababu alikuwa ameficha upanga katika nguo yake. Basi imamu, kwa sababu anajua kwamba si nidhamu ya Kiislamu mtu kuweza kulala na nini, na tumbo, akamwamsha yule bwana, akamwambia amka, usilale na tumbo, kwa sababu Uislamu haupendezwi na jinsi ulivyolala. Kwa hivyo imamu akamwambia usilale namna hii, kwani huu ni ulalaji anaouchukia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kulala na tumbo Mwenyezi Mungu anachukia. Basi baada ya kumwambia yeye, akaendelea na shughuli zake. Imamu akaweza kuita watu waweze kuingia katika ibada ya swala. Akiwa katika hali ya sajida, kwamba imamu aliweza kupigwa upanga kwenye kichwa chake wakati anamsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndipo mahali ambapo anaopigwa upanga kwenye kichwa chake. Sasa alipopigwa upanga alizungumza nini imamu? Alisema kwamba naapa kwa Mola wa Kaaba nimefaulu. Yaani amepigwa upanga ndani ya msikiti, upanga ambao utamsababishia kifo chake, lakini anasema naapa kwa Mola wa Kaaba nimefaulu. Kwa nini? Ameshauza nafsi yake kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na aliyempiga upanga ni Abdurrahman ibn Muljim. Basi baada ya kumpiga upanga, imamu akaanza kutoka na damu nyingi sana. Wakambeba toka ndani ya msikiti, akamwelekeza nyumbani kwake. Waislamu waliokuwa ndani ya msikiti ambao ni msikiti wa Kufa waliweza kumsaidia imamu kumpeleka nyumbani kwake na wakahakikisha kwamba anaendelea na matibabu ili aweze kupona jeraha lake. Bwana Muljim baada ya kufanya kitendo hicho aliweza kukimbia, lakini kwa sababu ya watu waliokuwa wamekuja kusali msikitini waliweza kumkimbiza hadi wakaweza kumkamata. Kisha walipomkamata wakamleta mbele ya imamu.
akiwa amefungwa. Imamu aliwaambia watu wamshughulikie kwa uadilifu, wamshughulikie kwa uadilifu, licha ya kwamba yeye amedhulumiwa, amepigwa upanga, lakini anawaambia wamshughulikie kwa nini? Kwa uadilifu. Akaagiza kwamba aweze kupewa chakula na vile vile aweze kupewa na maji katika riwaya zingine. Hii ikionyesha kwamba Imamu alikuwa ni mwenye huruma hata kama alikuwa ameweza kudhulumiwa. Kwa hivyo baada ya kupata jeraha hilo, ni kwamba aliweza kuwahusia watoto wake Hassan wal Hussein, akawahusia akawaambia waweze kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani anawaambia watoto wake kwamba mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha akawahimiza kwamba waweze kufanya uadilifu na kusaidia maskini. Anawaambia na wahusia mumche Mwenyezi Mungu na mpange mambo yenu vizuri, mhakikishe kwamba mnaendana na vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha muweze kufanya. Akiwa katika hali ya majeruhi, anauguza kidonda kwa sababu ya panga ambalo limewekwa sumu ndani yake, bado Imamu anawahusia watoto wake kuweza kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akawaambia, endapo mimi nitakufa kwa jeraha hilo, basi huyu muljim pia vile vile naye faini apigwe kwa adhabu sawa na aliyofanya. Huo ni wasia alikuwa ameweka kwamba endapo atakufa basi hakikishe kwamba aliyesababisha jambo hilo pia naye aweze kupigwa panga. Sasa swali ni je, ni sababu gani zilizofanya Imamu aweze kupigwa upanga? Wanahistoria wametueleza baadhi ya sababu ambazo huenda wanaashiria kwamba zilisababisha Imamu kuweza kupigwa upanga. Kwanza ni mpango wa mauaji. Baadhi ya wanahistoria wanasema kwamba kuliweza kufanywa mkutano na kukapangwa kwamba baadhi ya viongozi wa Kiislamu waweze kuuawa. Wa kwanza akawa ni Imamu Ali bin Abi Talib, aweze kufanyaje? Kuweza kuuawa. Wa pili ni Muawiya ibn Abi Sufyan, pia naye afanyaje? Aweze kuuawa. Na watatu walikuwa ni Amru ibn al-As. Hawa walikuwa ni katika watu watatu ambao mkutano huu ulikuwa na wahusu kwamba waweze kuuawa. Kwa hivyo hiyo ni mojawapo ya sababu ambayo iliweza kufanya Imamu aweze kujeruhiwa. Pili ni uchochezi wa mwanamke Kutam. Wanasema katika baadhi ya riwaya kwamba Ibn Muljim alimpenda mwanamke aitwaye Kutam binti al-Shajm. Mwanamke huyo
kabla amkubali akampatia sharti, akamwambia kwamba ukitaka mimi nikukubali, basi uhakikishe kwamba unanilipia kisasi. Na kisasi chake ni kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamke huyo alikuwa amepoteza ndugu zake katika vita dhidi ya Imamu Ali. Kwa hivyo akaona hii ndio fursa ya kwamba kisasi chake kiweze kurudishwa ama kiweze kufaulu. Kwa hivyo akatoa sharti kwamba Abdurrahman aweze kumuoa Imamu Ali, akitaka yeye aweze kumuoa. Kwa hivyo Abdurrahman aliweza kukubali ombi hilo. Sababu nyingine wanasema kwamba hii ilikuwa ni mipango ya kwamba Imam aweze kuuawa, na tukirudi katika historia kwamba maimamu wote walikufa kwa njia mbili peke yake, ima ni sumu au ni upanga. Ukisoma historia yao wote toka imamu wa kwanza hadi wa 11 ni kwamba vifo vyao, hakuna imamu aliyeugua malaria akafa, hakuna imamu aliyeumwa na kichwa akafa, la, ni aidha apewe sumu kwenye chakula ama apigwe upanga. Kwa hivyo Mtume tayari alikuwa ametabiri kwamba Imamu Ali atakuja kuuawa kwa upanga. Ndio maana alisema akiwa bado yuko hai, Mtume akasema, ewe Ali, muovu zaidi wa watu wa kwanza ni aliyemchinja ngamia wa Nabii Saleh. Muovu wa kwanza ni yule aliyemchinja ngamia wa Nabii Saleh. Kisha akasema, na muovu zaidi wa watu wa mwisho ni yule atakayeipaka ndevu zako damu kutoka kichwani kwako, yaani atakayesababisha wewe umwage damu kutoka kichwani asifike mpaka kwenye ndevu zako, huyo ndiye muovu zaidi wa mwisho. Kwa tayari Mtume alikuwa anajua Imamu Ali alayhi salam atakuja kuja kuuawa. Kwa hivyo leo ndio ile siku ambayo Imamu aliweza kupitia changamoto hiyo, lakini yote ilikuwa ni mapangilio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ndio walikuwa wameajaliwa waweze kupitia katika hali hizo, ndio nao waweze kupata ile pepo ya hali ya juu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, nimeonelea niweze kuwajulisha hayo machache. Ikiwa nimepata, basi inshallah naomba Mwenyezi Mungu anizidishie, na kama nitakuwa nimekengeuka, basi naomba pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anionyeshe njia ili niweze kufaulu siku zijazo inshallah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.